ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار، na watataka kutoka katika moto. Wama hum bikharijina minha, na wala hawatakuwa wao ni wenye kutoka humo. Walahum adhabun muqim, na watapata wao adhabu yenye kudumu, yenye kuendelea. Hawa ni wale kufara ambao tumeelezea katika aya tuliyomalizia katika darasa yetu ya jana, pale Allah tabaraka wa taala aliposema: innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawm al-qiyamah ma tuqbila minhu wa lahum adhabun alim. Tutamani lao wangelitoa vile vyote ambavyo vipo katika ardhi na mfano wake, ili wapate kujikomboa na adhabu ya Allah, basi hapata kubaliwa kwa wao, isipokuwa wao wana adhabu yenye kutia uchungu, ambao ni adhabu ya moto. Hawa ni kufaru, lakini watakapoingizwa katika moto, Allah subhanahu wa ta'ala anasema: yuriduna an yakhruju min an-nar, watataka kutoka katika moto. Wama hum bikharijina minha, na wala hawakuwa wao ni wenye kutoka humo. Wala hum adhabun muqim, na watapata wao adhabu endelevu, adhabu yenye kudumu. Yuridu haulai alkafiruna alkhuruja min an-nari, watatamani hawa makafir kutoka katika moto. Lima yunaqunahu min ahwaliha, kwa yale ambao watakutana nayo katika vile vituko vyake, vituko vya motoni. Wala sabila lahum ila dhalik, na wala hapata kupona njia ya kuponyoka ya kutoka kwa wao. Wala hum adhabun daim, wana wao adhabu ya milele. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, na mwizi wa kiume na mwizi wa kike, faqta'u aydiyahuma, wakateni mikono yao, jazaan bima kasaba nakalan min Allah, hali ya kuwa ni malipo kwa kile ambacho walichotuma, na hali ya kuwa ni adhabu itokao kwa Allah. Wallahu azizun hakim, Allah ni mwenye kushinda asiyeshindwa, na ni mwenye hikma katika mambo yake. Hapa tunazungumzia zile jarima za uwizi ambao unaofanyika huko mitaani. Allah tabaraka wa taala ameweka hukumu ya kisheria kwa yule mwenye kuiba, akiwa wakati mkono, na wenye mamlaka wa kuweza kusimamia jambo hili na kumkata mkono ni wale ulatul umur, wale wenye mamlaka, viongozi. Na khitabu hii ambayo Allah tabaraka wa taala anaelekeza, maana anaelekeza kwa viongozi, sio kwa watu mmoja mmoja. Na wala amri hizi atakapokuwa umepatikana uliothibitishwa kisheria, hauliwi, isipokuwa hukumu yake ndio kukatwa mkono. Na kama ilivyokuja katika hadithi mbalimbali zinazofundisha masala haya: wasariqu wasariqatu, na mwivi wa kiume na mwivi wa kike, faqta'u aydiyahuma, basi wakateni mikono yao, jazaan bima kasaba nakalan min Allah, hali ya kuwa ni malipo kwa kile ambacho walichokichuma, na hali ya kuwa ni adhabu itokao kwa Allah. Wallahu azizun hakim, Allah ni mwenye kushinda na ni mwenye hikma katika mambo yake. Wasariqu wasariqatu faqta'u ya ulata al-amr, na mwizi wa kiume na mwizi wa kike, basi wakateni, enyi wenye mamlaka, aidiyahuma, wakateni mikono yao. Tunapozungumza mkono na kusudia hichi kiganja, sio mkono maana atakata huko mpaka katika mirfaq, akata katika ile mafsali kaf ile jenti la kiganja atakata sehemu hii,
maungio kwa utaratibu ambao uko na kisheria, ni muktadha shar'i, kwa mujibu wa kisheria. Mujazatan lahuma ala akhdhihima amwala an-nas bighairi haqq, kwa ajili ya malipo kwa hao wawili dhidi ya kule kuchukua kwao mali za watu pasi na haki yoyote. Wa uqubatan, na kwa ajili na iwe ni adhabu, yamna'u Allahu biha ghayrahuma, manake atawazuia Allah kwa adhabu hiyo wengine wasije sokuwa hao. An yasnaa mithla sani'ihima, kufanya mfano kile kitendo chao. Maana akiona mtu mwenzake anakatwa mkono kwa sababu ya kuiba, yule ambaye aliona tukio lile hawezi tena kuingia katika jambo kama hilo, maana hawezi kuiba, atakomeka. Na hii ndiyo hikma ya Allah tabaraka wa taala katika hili. Wallahu azizun fi mulki, Allah ni mwenye nguvu katika ufalme wake. Hakimun fi amrihi wa nahyi, na vile vile ni mwenye hikma Allah katika maamrisho yake na makatazo yake. Wallahu azizun, Allah ni mwenye nguvu. Wallahu azizun, Allah ni mwenye kushinda asiyeshindwa. Alghalib la yughlab. Hakimu ni mwenye hikma katika mambo yake. Faman taba min ba'di dhulmi, basi yule atakayetubu, manake atakayerejea, min ba'di dhulmihi, baada ya kudhulumu kwake, wa aslaha, na akatengeneza matendo yake, fa inna Allaha yatubu alayhi, basi hakika Allah atampokelea toba yake. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ghafurun, ni mwingi wa kusamehe, rahimun, na ni mwenye huruma, maana ni mwenye huruma kwa waja wake. Na hapa tuna aya hii inazungumzia wale wanaofanya madhambi makubwa kama ya kuiba na mengine yasiokuwa hayo, wakaamua waache madhambi yao na warejee kwa Mola wao, basi Allah atawapokelea tu. Bimaana wasikate tamaa, waache vile ambavyo vimekatazwa katika sheria, wakamatane na amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala ghafurur rahim. Faman taba min ba'di dhulmihi, basi yule atakayetubu, bimaana yule atakayerejea, min ba'di dhulmihi, baada ya dhulma yake, na dhulma aliyofanya pale ni kuiba, akaacha uwizi, wa aslaha, na akatengeneza matendo yake, manake akayafanya vizuri, kawa anamtii Allah tabarak wa ta'ala na kusikiliza amri za Allah subhanahu, fa inna Allaha yatubu alayhi, basi hakika Allah atampokelea toba yake, maana atamsamehe. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwenye huruma. Faman taba min ba'di sarqatihi, na yule ambaye atakayetubu baada ya kuiba kwake, wa aslaha fi kulli a'malihi, na akayatengeneza matendo yake yote, fa inna Allaha yaqbalu tawbatahu, Allah ataipokea na kuikubali toba yake. Inna Allaha ghafurun liibadihi rahimun bihim, hakika Allah ni mwingi wa kusamehe, kuwasamehe waja wake na ni mwenye kuonea huruma. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku as-samawati wal ardh, hivi haujui ewe Muhammad kwamba Allah ni wake yeye ufalme wa mbinguni na ardhini. Yuadhibu man yashau wa yaghfiru liman yasha, na humwadhibu Allah mtakaye na humsamehe vile vile anayemtaka. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila kitu ni muweza, imana na uwezo nacho. Hivi haujui hilo? Na ufalme unakusudiwa hapa ni ule almulku almutlaq, ule ufalme ambao umeachiwa, sio almulku almuqayyad. Na hizo ni katika aina za ufalme. Ufalme wa Allah almutlaq umeachiwa, manake umeachiwa katika kila mahali. Allah yeye ndio ufalme anatawalia mambo haya, na kuna ufalme ambao umefungwa kwa maeneo fulani, maana na hii inafungamana na ufalme wa viumbe wa Allah tabaraka. Kuta mtu ni mfalme kwa hapa Tanzania, lakini nje ya Tanzania si mfalme tena, kuna ufalme mwingine pia. Sawa, ule tu almulku almutlaq, almulku almuqayyad, lakini ufalme wa Allah tabaraka wa taala ni mutlaq. Alam ta'lam, hivi haujui, alam ta'lam ya Muhammad, hivi haujui ewe Muhammad, anna Allah lahu mulku as-samawati wal ardh, kwamba Allah ni wake yeye ufalme wa mbinguni na ardhini. Ay anna Allah khaliqul kawn, kwamba Allah yeye ndiye aliyeumba ulimwengu, wa mudabbiruhu wa maliku, na yeye ndiye mwenye kupangilia na mwenye kumiliki.
wa annahu ta'ala, na kwamba hakika Allah ta'ala hali ya kuwa ametukuka, al-fa'alu lima yurid, yeye ndio mwenye kufanya kile akitakacho. Yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha', Allah humwadhibu yule amtakaye na humsamehe yule anayemtaka. Allah tabarak wa taala anamwadhibu yule anayemtaka sawa, anamwadhibu kwa hikma yake Allah subhanahu bi hikmatihi wa adli. Allah tabarak wa taala humsamehe yule amtakaye bi rahmatihi wa fadlihi, wa rehema zake na fadla zake. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah tabarak wa taala juu ya kila kitu anaweza. Ya ayuha rasul, ewe mtume, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, wasikuhuzunishe wewe wale ambao wanaofanya haraka kuingia katika ukafiri. Minal ladhina, nao ni wale ambao qalu, waliosema amanna biafwahihim, tumeamini kwa kutumia ndimi zao, manake vinywa vyao. Walam tu'min qulubuhum, na wala hazijaamini nyoyo zao. Na hawa ni wanafiki, na wanawazungumzia Allah tabarak hapa. Ya ayuha rasul, ewe mtume, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, wasikuhuzunishe wale ambao wanaokwenda upesi kuingia katika ukafiri. Ay fi juhudi nubuwatik, katika kule kukanusha ule unabii wako. Min almunafiqin, katika wanafiq. Min alladhina, nao ni wale ambao qalu, waliosema amanna, tumeamini biafwahihim, kwa kutumia vinywa vyao, yani ile imani wanaidhihirisha katika mdomo. Walam tu'min qulubuhum, na wala hazijaamini nyoyo zao, manake ndani ya mioyo yao hakuna imani. Imani wanaidhihirisha katika vinywa vyao. Hawa ni wanafiki. Alladhina adhaharu alislama, ambao wameudhihirisha wao Uislam. Wa qulubuhum khaliyatun min, na hali ya kuwa nyoyo zao ziko tupu, zimeepukana kabisa na Uislamu. Wa min alladhina hadu, na wale ambao ni Mayahudi. Sama'una lilkadhib, ni wenye kusikiliza mno uongo, manake ni wenye kusikiliza mno maneno ya uongo. Sama'una lilkadhib, ni wenye kusikiliza mno uongo. Bimaana fa innahum qaumun, bas hakika wao ni watu. Yastami'una lilkadhib, wanayasikiliza maneno ya uongo yanayozungumzwa mitaani. Sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk, na wanakusikiza wewe Muhammad kwa ajili ya watu wengine ambao hawajakujia wewe. Yani kwamba wanapokuja kwa Mtume sallam huwa wanamsikiliza ili wapate kuwafikishia wale viongozi wao ambao hawakuwepo pale akisema maneno yale, hawakuwepo wakati Mtume sallam akazungumza yale maneno. Wanachukua yani kama vile ni wambea fulani, wanachukua maneno alafu wanawapelekea viongozi wao. Sawa, katika tabia hizi za Kiyahudi, tabia za kinafiki. Wa min alladhina hadu, na katika wale ambao ni Mayahudi. Bimaana wala yahzunka tasarru'u alyahud, na wala yule vile isikuhuzunishe Muhammad ule kufanya haraka kwa Mayahudi, ila inkari nubuwatik, katika kule kupinga unabii wako, isikuhuzunishe. Sama'una lilkadhib, ni wenye kusikiliza mno maneno ya uongo. Sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk, ni wenye kukusikiliza wewe Muhammad kwa ajili ya watu wengine wasiokujia, manake ambao hawajakujia wewe hapa, wanakusikiliza alafu wanawapelekea habari. La yahdhuruna majlisak, ambao hawajahudhuria katika kikao chako. Na hawa nao pia vile vile wanasikiliza maneno. Yuharifuna alkalima min ba'di mawadhi'ihi, na wanayageuza maneno baada ya zile sehemu zake zilipowekwa. Bimaana kwamba wanageuza Taurati, mafundisho ambayo yako sahihi ya Allah, kuna baadhi ya mafundisho wanayageuza katika Taurati. Na hii ndio tunasema kwamba vitabu vyote vimeingiwa na taharifu, Taurati, Injili, sawa, isipokuwa Qur'an, kwa sababu hivi vitabu vilivyoingiwa na taharifu, Allah tabarak wa taala wale ambao waliwapelekea vitabu hivyo ndio waliowakilisha kwamba wao wenyewe wajihami na wavichunga, wakashindwa kuvichunga. Lakini Qur'an al-Karim, Qur'an tukufu, Allah tabarak wa taala yeye mwenyewe ndio katawalia katika kuhifadhi, aitawalia kuhifadhi na kuitunga.
na lau kama siku tawalia kwake Allah tabaraka wa taala kuhifadhi Qur'an, pengine kwa badilishwa, pengine kwa badilishwa. Yuharifuna alkalima, wanayageuza maneno, wanayapotosha maneno ya Allah. Alkalima bimaana kalam Allah, maneno ya Allah tabaraka wa taala. Min ba'di mawadhi'ihi, baada ya sehemu zake, baada ya mahali pake. Bimaana yubadiluna kalam Allah, wanayabadilisha maneno ya Allah. Min ba'di ma aqaluhu, baada ya kuyafahamu na kuyajua. Yaquluna, wanasema kuambia jamaa zao, in utitum hadha, kama mtapewa maneno haya, mkipewa na Muhammad maneno haya, fakhudhuhu, basi yakamateni. Haya ni sasa. Wa in lam tu'tuhu, na kama hamtapewa maneno haya, fahdharuhu, basi acheni. Yani kwamba wanawaambia wafuasi wake, Muhammad akiwaambia maneno haya kweli yako sahihi, chukueni, lakini akiwaambia maneno haya msikubali. Ni maana kwamba yale maneno ambayo wameyageuza wao ndio wanaona kwamba hayo ni maneno sawa, ndio dini kwa wao. Lakini yale mafundisho ya sahihi ya Taurati ambayo itakuwa yanawaponda wao na kuwaminya, wanayakataa. Kwa ikawa wanawafundisha wale wafuasi wao, mnapokutana huko na mkamsikiliza Muhammad akiwaambieni maneno kama haya, dini yachukueni. Imani ni maneno ambayo wanawafikiana na mapenzi yao. Lakini wakiambia maneno mengine ambayo ni kinyume cha matakwa yao, basi yaacheni. Yaquluna, wanasema, in utitum hadha, kama mtapewa maneno haya, kama mtapewa haya, fakhudhuhu, basi yakamateni. Wa in lam tu'tuhu, na kama hamtapewa kama haya, fahdharu, basi yaacheni. Ay, wayaquluna, wanasema, in ja'akum min Muhammadin ma yuwafiq, kama yatawajieni kutoka kwa Muhammad yale ambayo itakuwa yanafikiana na yale ambayo tuliyobadilisha na tuliyageuza, min ahkami at-Taurat, katika zile hukumu za Taurati, fa'malu bihi, basi yafanyeni kazi yale ambayo tumeyageuza na yale ambayo tumeyapotosha. Wa in ja'akum, na kama yatawajieni minhu, kutoka huyo Muhammad, ma yukhalifu, yale ambayo itakuwa yanayopingana, manake yale ambayo yanayopingana na haya mafundisho yetu, fahdharu qabulahu wal amala bihi, basi tahadharini kuyakubali, manake yaacheni kuyakubali na kuyafanyia kazi. Waman yuridillahu fitnatahu, Allah anasema, na yoyote atakayemkusudia Allah kumpotosha kwake, falam tamliku lahu min Allahi shay'an, basi hautoweza kummiliki kutokana na adhabu ya Allah shay'an, kwa chochote. Anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, waman yuridillahu fitnatahu, na yoyote aliyomtaka Allah kumpotesha au kupotea kwake, falan tamlika lahu min Allahi shay'an, basi hautomilikia yeye kutokana na Allah chochote, hutaweza kummiliki na kumzuia kutokana na adhabu ya Allah tabaraka. Ulaika, hao manake hao mayahudi na wanafiki, alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, hao ni wale ambao lam yuridillahu, hajataka Allah an yutahhira qulubahum, kule kuzitaharisha nyoyo zao. Ndio maana wamekuwa ni makaidi, ndio maana wamekuwa ni wapinzani wakubwa dhidi ya Mtume Muhammad, dhidi ya Uislamu kwa ujumla, sababu Allah tabaraka wa taala hajataka kuzitaharisha nyoyo zao. Na tahara inakusudiwa hapa ni taharatul ma'nawiyya, ni tahara ile kimaanawi ambayo inataharisha na kalima la ilaha illa Allah, manake nyoyo zao ni chafu, hazijapata tahara ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika, hao manake hao mayahudi na hao wanafiki, alladhina, ni wale ambao lam yuridillahu, hajataka Allah an yutahhira qulubahum, kuzitaharisha nyoyo zao, min danasi al-kufr, kutokana na ule uchafu wa ukafiri. Kutaka hiyo, lahum fi dunya khizyun, na watapata wao katika maisha haya ya dunia fidhia, wadhullu walfadhiha fi hadhihi ad-dunya, walahum fil akhirati adhabun adhim, na watapata wao katika maisha ya akhira adhabu yenye kutia uchungu. Sama'una lilkadhib, hao ni wenye kusikia mno, ni wenye kusikiliza mno urongo, maana hum sama'una lilkadhib, tunakadiria hivyo sisi. Akaluna lisuht, hao ni wenye kula rushwa. Hiyo ni tafsiri nyingine, akaluna lisuht, hao ni wenye kula haramu.
na haramu kubwa ilikuwa kila wao ni rushwa. Fa in ja'uka, na pindi watakapokujia wewe, fahkum bainahum, basi wahukumu kati yao, au a'rid anhum, au wapuuze wao, wanakachana nao. Wa in tu'rid anhum, na kama utawapuuza wao, falan yadhurruka shay'a, basi hawatokudhuru wewe na chochote. Wa in hakamta fahkum bainahum bilqist, na kama utahukumu basi hukumu kati yao kwa uadilifu. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, hakika Allah anapenda wale wenye kufanya uadilifu. Na hii aya inafahamisha kwamba asiye Muislamu akataka kuja kuhukumiwa katika dini, akitaka kuhukumiwa na Waislamu, atahukumiwa kwa mujibu wa Uislamu, sio kwa mujibu wa dini yake. Kwa sababu asiye Muislamu akitaka kuja kuhukumiwa kwa Uislamu, bi maana atahukumiwa kwa mafundisho ya Uislamu, hata kama si Muislamu. Bi maana hata kama si Muislamu, maana yake ni Yahudi, ni Mnasara, ni Mmajusi, kosa lake hilo lilifanya litahukumiwa kwa mujibu wa sheria ya Uislamu unavyozungumza, unavyosema kwa kosa lile. Miongoni mwa faida ya hili, sama'una lilkadhib, hao ni wenye kusikiliza mno uongo. Maana haulai lyahud, hawa Mayahudi, yajmauna baina istima'i lkadhib, wanakusanya kati ya kule kusikiliza uongo, wa akli lharam, na kula haramu. Kwanza wanasikiliza maneno ya umbea, maneno ya uongo, ndio wanaweka vichwani na kuyafanyia kazi maneno hayo, alafu wanakula haramu. Ndio ile sama'una lilkadhib akaluna lis-suht. Hao ni wingi wa kusikiliza maneno ya uongo, na ni wenye kula mno haramu, wenye kula mno rushwa. Fa in ja'uka fahkum bainahum, na kama watakujia wao basi hukumu kati yao. Bimaana fa in ja'uka, na kama watakujia wewe Muhammad, yatahakamuna ilayki, hali ya kuwa nataka kuhukumiana kwako, faqdi bainahum, basi hukumu kati yao, au a'rid anhum, au achana nao. Kitaka yani ikapo kama vile khiari, kitaka wahukumu, kitaka waendezo hizo, au a'rid anhum, au wapuuze wao. Sawa. Wa in tu'rid anhum, na kama utawapuuza wao, manake kama utaachana wao, falan yadhurruka shay'a, basi hawatokudhuru wewe na chochote. Bimaana wa in lam tahkum bainahum, na kama hautahukumu kati yao, falan yaqdiru ala an yadhurruka bi shay, basi hawatoweza juu ya kukudhuru wewe Muhammad na chochote, hawatokudhuru. Sababu gani? Kwa sababu uko ndani ya himaya ya Allah, uko ndani ya hifadha ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam manake uko kudhuriwa mpaka atake Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye mwenyewe Allah tabaraka wa ta'ala ile ameshalikanusha. Wa in tu'rid anhum, na kama utawapuuza wao, utaachana nao, falan yadhurruka shay'a, basi hawatokudhuru wewe na chochote. Wa in hakamta fahkum bainahum bilqist, na kama utahukumu basi hukumu kati yao kwa uadilifu, hata kama si katika jamaa zao. Yani manake dini yao na dini yako tofauti, wewe na wao hamna maelewano mazuri, matofautiana kwa mengi tu, lakini kama ni hukumu basi hukumu kwa uadilifu. Isikupelekee kuwachukia wao ukuto kufanya uadilifu. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Sio inna Allaha yuhibbul muqsitin, hakika Allah anawapenda wale wenye kufanya uadilifu. Ay yuhibbul adilin. Wa kaifa yuhakimunak, na namna gani watakufanya wewe ni kiongozi wao, na namna gani watakufanya wewe ni hakimu wao. Wa indahum at-tauratu, na hali ya kuwa wana wao Taurati, fiha hukmu Allahi, mna ndani yake hukumu ya Allah. Vipi watakufanya wewe ni hakimu wao? Thumma yatawallawna min ba'di dhalik, kisha wanakengeuka baada ya yote haya. Wama ulaika bilmu'minin, na wala hawakuwa hao ni wenye kusadikisha, manake ni wenye kuiamini hiyo Taurati na yale ambao waliokuja nao.
wa kaifa yuhakimunak, vipi watakufanya wewe ni hakimu wao. Wa indahum at-tauratu fiha hukmu Allah, na hali ya kuwa mbele yao pana Taurati, mna ndani yake hukumu za Allah. Bimaana inna sani'a haulai alyahud ajib, hakika vitendo vya hawa Mayahudi ni vitendo vya kistaajabu sana. Fahum wao yahtakimuna ilayka, wanataka kuhukumiwa na wewe ya Muhammad. Wahum la yu'minuna bika, na hali ya kuwa wao kwanza hawakusadikishi wewe, wala bikitabika, wala hawakusadikishi kitabu chako. Vipi wanataka kuhukumiwa na wewe? Dini yako Uislamu hawatakuiamini, kitabu chako vile vile hawako tayari vile vile kusadikisha. Ma anna at-taurata allati yu'minuna biha indahum, pamoja kwa maana hiyo Taurati ambao wao ndio wanasadikisha wapo nayo. Fiha hukmu Allahi, na ndani ya Taurati hiyo pana hukumu za Allah. Thumma yatawallawna min ba'di hukmi, kisha wanakengeuka baada ya kuwa hukumu. Kisha wapa hukumu wanaikataa, hako tayari kuiridhia. Allah anasema fa kaifa yuhakimuna, namna gani wanakufanya wewe ni haki. Wa indahum at-tauratu fiha hukmu Allah, na hali ya kuwa pana mbele yao Taurati, na katika Taurati hiyo hukumu za Allah tabaraka. Thumma yatawallawna min ba'di dhalik, kisha wanakengeuka, manake wanakataa baada ya kuwa hukumu. Shapa hukumu wanakataa, kama walivyokuja katika ile kadhia rajm. Mzini mmoja katika Mayahudi wakaja kuhukumiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia hukumu yake ni kupigwa mawe mpaka kufa. Kwa sawa, kwani katika vitabu vyenu hili hamna? Leteni kitabu chenu Taurati, isomeni hapo nisikie. Wakaisoma katika ile haya rajm, wakaikia kidole na wakaishika ili wairuke, alafu apite mazima. Wana khiana kubwa sana wa mabwana. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, tunaendelea kuona khiana zao wa mabwana. Kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala anhu, ni sahaba Mtume. Amwambia bwana mkubwa, ondoa kidole chako. Kidole kiondolewa, mafundisho yanafahamisha Taurati kwamba bwe mawe mpaka afa. Hadithi sahihi katika Sahih Bukhari. Wama ulaika bilmu'minin, na wala hawakuwa wao ni wenye kuamini hukumu zako ya Muhammad. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, Allah anasema hakika sisi tumeiteremsha Taurati, mna ndani yake uongofu na nuru na mwangaza. Yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu, wanahukumu Taurati hiyo wale manabii ambao waliofuata Uislamu. Lilladhina hadu, kwa ajili ya wale ambao Yahudi. Warabbaniyuna, na wanahukumu hiyo Taurati wale watawa wafanyaji ibada wao. Wal ahbar, na wale wanawachuoni wao pia wanahukumu hiyo Taurati. Bima stuhfidhu min kitabillah, kwa kile ambacho walichotakiwa. Bima stuhfidhu min kitabillah, kwa kile ambacho walichotakiwa kuhifadhi nacho ni kitabu cha Allah. Wayahudi walitakiwa kuhifadhi kitabu cha Allah, ni nini? Taurati. Wa kanu alayhi shuhada, na walikuwa juu ya kitabu hicho ni mashahidi. Fala takhshaw an-nasa wakhshawun, basi msiwaogope watu, niogopeni mimi. Wala tashtaru biayati thamanan qalila, na wala msizibadilishe aya zangu kwa thamani ndogo. Waman lam yahkum bima anzala Allah, na yoyote asiyehukumu kwa kile ambacho alichokiteremsha Allah, fa ulaika humul kafirun, hao ni makafiri. Wale ambao watakuwa na hukumu ambazo si katika hukumu za kisheria, hao itakuwa ni makafiri. Aya hii ni miongoni mwa zile aya zinazothibitisha kwamba Taurati, wao waliopewa Taurati na wameambiwa kwamba wao wahifadhi Taurati, ndio wameakilishwa na Allah kuhifadhi na kuitunza, na hili liliwashinda wakaweza kuibadilisha. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, hakika sisi tumeiteremsha Taurati, mna ndani yake uongofu na mwangaza. Watu wanaongoka katika Taurati
na vile vile kuna nuru, kuna mwangaza, watu wanapata nuru katika Taurati. Wa bayanu lil-ahkam, na kuna ubainifu kwa hukumu za Allah tabaraka wa taala. Yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu, wanahukumu kwa hiyo Taurati manabii ambao aslamu, waliofuata Uislamu. Manake wanahukumu kwa kupitia Taurati. Lilladhina hadu, kwa ajili ya wale ambao ni Mayahudi, manake wanahukumu wale ambao ni Mayahudi, wanahukumu kupitia Taurati. Warabbaniyuna, na wale watawa, manake wanahukumu kwa kupitia hiyo Taurati wale watawa. Watawa ni wale wafanyaji ibada wa Kiyahudi, sawa. Bimaana wayahkum biha arrabbaniyun, na wanahukumu kwa hiyo Taurati wale watawa, manake ibaduhum, wale wafanyaji wao ibada. Wal ahbar, na wale wanawachuoni wao pia wanahukumu kwa kupitia Taurati. Bima stuhfidhu min kitabillah, kwa vile walivyotakiwa wakihifadhi kitabu cha Allah, ambao ni kitabu gani hicho? Taurati. Bima stuhfidhu min kitabillah, kwa vile walivyotakiwa wakihifadhi kitabu cha Allah. Wa kanu alayhi shuhada, na walikuwa juu ya kitabu hicho ni mashahidi. Wa kanu alayhi shuhada, na walikuwa juu ya kitabu hicho ni mashahidi. Allah tabaraka wa taala anasema fala takhshawu an-nasa, basi msiogope watu. Msiogope watu katika nini? Fi tamthili hukmi, katika kule kuipitisha hukumu yangu. Msiogope watu katika wakhshawni, naogopeni mimi, bali tuniogope Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah ndio yanfa'u wa yadur, ndio mwenye kunufaisha na mwenye kudhuru. Wala tashtaru biayati thamanan qalila, na wala msizibadilishe aya zangu kwa thamani ndogo, maana kwa thamani ndogo tu ya kidunia. Waman lam yahkum bima anzala Allah, na yule ambaye asihukumu, hata hukumu wa kile ambacho alichokiteremsha Allah, manake hata hukumu na mafundisho ya Allah tabaraka wa taala. Fa ulaika humul kafirun, hao ni makafiri, wala watahukumu katika sheria kwa za Allah tabaraka wa taala. Na hii inahusu sana wa viongozi. Viongozi ile ndio aibu, sio sisi raia, sisi tunalipa. Wakatabna alaihim, na tumewafaradhishia wao, fiha, katika hiyo Taurati, sawa. Wakatabna alaihim fiha, na tumewafaradhishia wao katika hiyo Taurati, anna an-nafsa bin-nafs, kwamba nafsi itauliwa kwa kuua nafsi. Wal aina bil ain, na kwamba jicho litapofolewa kwa kupofolewa jicho jingine. Wal anfa bil anfi, na kwamba pua itakatwa bil anfi, sawa, kwa kukatwa pua nyingine. Wal udhna bil udhn, na kwamba sikio vile vile litakatwa bil udhn, kwa kukatwa sikio. Wasinna bis sin, na kwamba vile vile jino litang'olewa jino. Wal juruha qisas, na kwamba majeraha kule kujuruhi, qisas, kunapatikana, yani kuna lazimu kulipiza kisasi, utapasa kulipiza kiswasi. Yani mtu atakaye kujuruhi na una lazima vile vile ajeruhiwe. Piga mwenzako ngumi ya meno, akatoka meno hapa, na inapita kwa ngumi ya meno itoke. Mpiga bisbisi mwenzako, na utarudishiwa bisbisi. Ndio waljuruha qisas. Faman tasaddaqa bihi, na yeyote atakayesamee kwayo, fahuwa kafaratun lah, basi hilo itakuwa ni futio lake, akufutiwa madhambi yake. Yani kafanyiwa uovu alafu akasamea, basi itakuwa ni futio lake, atafutiwa na madhambi yake. Waman lam yahkum bima anzala Allah, na yule ambaye hata hukumu kwa kile ambacho alichokiteremsha Allah, fa ulaika humudh dhalimun, basi hao ni wenye kujidhulumu nafsi zao. Wakatabna alaihim fiha, na tumewafaradhishia wao katika hiyo Taurati. Maana wafaradhna alaihim fi Taurat, na tumewafaradhishia wao katika Taurati, anna an-nafsa bin-nafsi, kwamba nafsi itauliwa kwa kuua nafsi. Bimaana anna an-nafsa tuqtalu bin-nafs, kwamba nafsi itauliwa kwa kuua nafsi. Bimaana mtu kama ameua mwenzake kwa kukusudia, na yeye atauliwa. Ndio sheria inavyosema hivyo. Walakum al-qisas,
walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Sio aiwa, namna nyinyi katika kulipiza kisasi uhai wa uhakika, ndio hayat, uhai wa uhakika. Uhai wa uhakika ni ule uhai ambao hapana hofu, hakuna kutishana. Manake kwamba kama tutalipiza kisasi watu watakuwa katika hali ya amani, kila mmoja atakuwa na adabu na mwenzake. Ya ulul albab, ya ulul albab, enyi watu wenye akili za ndani. Kwa sawa, anna nafsa bin nafsi, kwamba nafsi itauliwa kwa kuwa nafsi ni zake. Wal aina bil ain, na kwamba jicho litapofolewa sawa kwa kulipofoa jicho jingine. Kwa kulipofoa jicho bimaana wal ain tufqa'u, kwamba jicho tufqa'u litapofolewa bil ain, kwa kupofolewa jicho jingine. Yani ukilipofoa mwenzako jicho na wewe vile vile lako litapofolewa. Na kila atakayesimama mambo haya ni wale wenye mamlaka, viongozi. Wal anfa bil anf, na kwamba wal anfa bil anf, na kwamba sikio, na kwamba pua sawa, itatolewa ile pua bil anfi, kwa kule kutolewa pua na kule kutolewa pua nyingine. Wal anf yujda'u, na ile pua na vile vile itatolewa, itamolewa, itakatwa bil anf, kwa kule kukatwa pua nyingine. Wal udhma bil udhn, na kwamba sikio litakatwa kwa kule kukatwa sikio jingine. Ukikata sikio la mwenzako na lako litakatwa. Manake wal udhun tuqta' bil udhun, manake na sikio litakatwa kwa kule kukatwa kwa badali ya sikio ambalo lilokatwa. Wasinna bisinni, na jino litang'olewa kwa kung'olewa jino jingine. Unaolewa kwa kung'olewa jino, manake kama jino limeng'olewa na lako litang'olewa. Bimaana wasinni tuqla'u, jino litang'olewa bisinni, kwa badala ya kung'olewa jino. Waljuruha qisas, na kwamba majeraha pana kulipiza kisasi. Bimaana wa annahu yuqtasu fil juruh, na kwamba patalipizwa kisasi katika majeraha. Bimaana ule atakayemjeruhiwa naye atajeruhiwa. Sawa. Faman tasaddaqa bihi, na ule atakayetoa sadaka, maana na ule atakayesamehe kuiwacha haki yake ya kulipiza kisasi kwa ule aliyomfanyia nini, aliyomfanyia uovu, fahuwa kafaratun lahu, basi hiyo inakuwa ni futio lake yeye, manake atafutiwa ale madhambi yake. Kwa nani? Kwa ule aliyofanyiwa uovu. Kama wewe ndio umefanyiwa uovu wa kukata sikio lako, alafu wewe ukasamehe kulipiza kisasi, Allah tabaraka wa taala itakuwa ni sababu kufutia madhambi yake. Kwa sawa, ipi bora zaidi, kulipiza kisasi au kusamehe? Bwana mkubwa kwambia zote ndio nini? Sisi tutaka bora zaidi, al-afwu wal qisas, ipi bora zaidi? Sheikh Ahmed akwambia kusamehe. Kuna mmoja anasikia al-qisas. Maana hawa wanataka kulipiza kisasi, wanakuwa na hasira sana. Kusamehe ni bora zaidi. Faman tasaddaqa bihi, na ule atakayetoa sadaqa, manake na ule atakayesamehe kuacha haki yake, fil ikhtisas, katika kule kulipiza kisasi, min almu'tadi, kutoka ule mtu muovu. Fadhalika, jambo hilo takfiru li ba'di dhunubi almu'tadi alayhi, ni kifutio la kusabaadi ya madhambi ya ule mwenye kufanyiwa uovu. Manake Allah tabaraka wa taala anasema fahuwa kafaratun la, basi hilo ni futio lake na kuweza kufutiwa na madhambi. Waman lam yahkum, na ule asiyahukumu, waman lam yahkum, na ule asiyahukumu bima anzala Allah, wa kile ambacho alichokiteremsha Allah, fil qisas, katika kulipiza kisasi, wa ghairihi, na isiyokuwa kisasi, faulaika humu dhalimun, basi hao ni wenye kujidhulumu nafsi zao. Bimaana humul mutajawizuna hudud Allah, hao itakuwa ni wenye kuipetuka mipaka ya Allah. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atufikishe katika haya. Subhanaka Allahumma bihamdik
wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.